Naligusia tukio ambalo limetukia katika wiki iliyopita kule Marekani, wakati mwanamke mmoja aliyedai kwamba katika Uislamu hakuna kipengele kinachomzuia mwanamke kuongoza sala, ambapo ulimwengu mzima ulishuhudia tukio hilo ambalo aliliita tukio la kihistoria kwa mwanamke kusalisha na kuwa imamu. Waislamu wengi sana walilizungumzia tukio hilo, na wengi wao walishangazwa kwa kweli na tukio kama hilo, sababu tumezoea kusalishwa na mashekhe wetu na taratibu zile alizokuwa nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ukiingia katika milango ya fiqhi kutaka kujua sala inasaliwa vipi, utapata kipengele maalum kinazungumzia man tasihu lahu al-imama, ni nani ambaye anastahiki kuwa imamu. Na Mtume mara nyingi sana amewaambia Waislamu wanapokuwa watu watatu, basi wamweke watatu wao au mmoja kati yao kwamba ni kiongozi wao, imamu wao. Na wakaulizana watu, vipi tutamchagua kiongozi, yani mwenye kutusalisha kuwa imamu? Hadithi za Bwana Mtume zikabainisha kwamba ya ummu nnas aqra'uhum likitabillah, kiongozi anayepaswa kuchaguliwa kwa vigezo hivi. Uchaguliwa kwa kuwa yeye kahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anakisoma vizuri kuliko wengine waliobakia. Huu ndo msingi wa kwanza ambao imamu anachaguliwa. Fa in kanu fil qira'ati sawa, ikiwa wote watakuwa sawa katika qiraa na kisomo na kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, fa a'lamuhum bis-sunnah, Mtume anatuambia yule atakayekuwa anajua zaidi hadithi za Bwana Mtume. Tumekwenda mahali sasa tunachagua nani tusalishe jamaa, tunamtizama nani anahifadhi Qur'ani kuliko wengi, au nani anaisoma Qur'ani kuliko wengi, nani anaifahamu Qur'ani kuliko wengine, huyo ndo tunasema atusalishe. Ikiwa wote wako sawa wanasoma Qur'ani vizuri na tunaona hakuna mwenye kumshinda mmoja katika hawa, sasa tunakwenda katika sunna za Bwana Mtume. Tunasema man ahfadhuhum li sunnati rasulillah, nani anahifadhi sunna za Bwana Mtume kuliko wote, huyo ndiye atakayetusalisha. Fa in kanu fi sunnati sawa, ikiwa wote wako sawa katika sunna, basi anasema aqdamuhum lilhijra, tunamtanguliza mbele kutusalisha yule ambaye amehama katika hijra wa mwanzo kabisa. Wakati huo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaeleza wale muhajirin na ansar. Sasa wale walikuwa wamehama kutoka Maka kwenda Madina, wale walikuwa na fadhila zao kubwa kwa kuacha kila kitu chao, mali zao, watoto wao, wake zao, na wakamchagua Mungu na Mtume. Kwa hiyo walikuwa wakipewa heshima ya kwamba ikiwa watu wako sawa katika Qur'ani na katika Sunna, basi atizamwe yule ambaye yeye amehama mbele kuliko wote, ametangulia katika hijra, na huyo anapewa mihrab na anasalisha na waongoza wengine. Fa in kanu fil hijrati sawa, tukisema labda hatujamuona alotangulia wote au wote wako sawa katika sifa hiyo, basi nasema fa akbaruhum sinnan, anayechaguliwa ni mtu mzima kuliko wote. Kwa hiyo vigezo hivi ndivyo vinavyotizamwa wakati watu wanapomtafuta imamu wa kuwasalisha. Anatizamwa msomaji mzuri,
anatizamwa mtu anayehifadhi sunna za bwana mtume, wanatizama walohama kwa ajili ya Mungu na mtume, au wanatizama watu wazima? Watu wazima nao vile vile wana cheo chao. Hapo lazima mtampata mmoja katofautiana na wenzake, ima kwa Qur'an au kwa sunna au kwa hijra au kwa utu uzima, alafu nasalisha. Ama habari ya mwanamke kuwasalisha wanaume, haya vile vile yalizungumzwa wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yupo mama mmoja katika hadithi ya kusalisha mwanamke watu wa nyumbani kwao, anaitwa Ummu Waraqa. Ummu Waraqa alikuja kwa mtume, bwana mtume akamwekea muadhini special wa kuadhini nyumbani kwake, na Ummu Waraqa kuwa imamu wa kuwasalisha watu wa nyumbani kwake. Ina maana mwanamke anaweza kusalisha, lakini sio ile imamatul amma. Anaweza kusalisha watu wa nyumbani kwake. Kwa dharura gani mpaka mwanamke akasalisha watu wa nyumbani kwake? Naam, ikiwa nyumbani kwake watoto wake, mume wake, yeye ndo anasoma zaidi Qur'ani na sunna za bwana mtume kuliko watu wa pale nyumbani kwake. Vile vile wanawake waliwahi kusalishana wao kwa wao, na ukisoma hadithi utapata bibi Aisha aliwahi kuwa imamu kwa wanawake wenzake, Ummu Salama aliwahi kuwa imamu kwa wanawake wenzake, lakini uimamu wao sio kuwaongoza wanawake na wanaume pamoja, bali ni kuwaongoza wanawake wenzao, na wao hawataqaddam mbele kama vile imamu anavyofanya msikitini, bali safu zao yule wa katikati wao ndani ya safu anakuwa imamu wao. Kwa imamu wa wanawake kisheria ya fiqhi anakuwa ndani ya safu, ay min baini sufuf, hawi mbele, na hawi kwamba anawaongoza huko nyuma wanawake na wanaume. Anawaongoza wanawake wenzake, na kama atasalisha wanaume, basi wale wanaume iwe labda ni mume wake nyumbani au ni watoto wake, watu wa nyumbani kwake. Sasa leo hata zile safu za bwana mtume alizokuwa akizipanga msikitini zilikuwa tofauti. Kwanza walikuwa wanakuja wanaume, baadaye wanakuja watoto, kisha nyuma kabisa wanakuja wanawake. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallam anazipanga safu. Kisha alikuwa akizisifu wakisema khairu sufufi fi rijal, khairu sufufi rijal awwaluha, safu bora kwa wanaume ni zile za mwanzo mwanzo. Mtume anasema lau kwamba watu watajua fadhila zinazopatikana katika safu ya mwanzo, watu wangelikuwa wanazijua zile fadhila zinazopatikana mtu akisali safu ya mbele, basi ingelikuwa watu wanagombana na kugombania. Kwa nini kila mmoja apate safu ya mbele? Kwa sababu kuna fadhila kubwa sana mtu kusali katika safu al-awwal. Lakini kwa kuwa watu wanapuuza, ndio wanangojea mpaka watu wote wajaze huku mbele, yeye anataka kuwa katika safu ya mwisho, wakati nafasi ya kuwa safu ya mwanzo mtu anayo. Kwa mtume anasema khairu sufufi rijal awwaluha, safu za wanaume zilizokuwa bora ni zile za mwanzo, wa khairu sufufi nisai akhiruha, na safu za wanawake zilizokuwa bora ni zile za mwisho. Ndani ya msikiti ikiwa wanaume watasali mix pamoja na wanawake, na hawaswali mix vile huyu mwanamume huyu mwanamke huyu, la, wanakuja wanaume kwanza, alafu nyuma yake watoto wadogo, alafu nyuma watoto wanawake. Na hao wanawake safu zao zile, ile ya kwanza, ya pili, ya tatu, bali ile ya mwisho kabisa ndio bora kuliko ile ya mwanzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuchelea fitna zaidi, basi wale wa mwisho ndio wamefanywa bora kuliko wale
wa mwanzo, kwa sababu mwanamke ni fitna, mtihani. Fitna haina maana ni mtu mbaya, bali ni mitihani mingi sana. Unaonaje ingekuwa msikiti wetu hapa tunasalishwa na imamu mwanamke? Sote tunakuja hapa tunafunga safu, nyuma mwanamke ndio imamu wetu. Na sala za Kiislamu sio kama za kanisani. Ukisikia Waislamu wanasali ni tofauti na Wakristo wanasali. Wakristo sala zao, anasimama mtu katika mihrabi ile, anachukua kitabu anasoma, ni maombi tu ya kusema maneno, ni maneno tu. Anasimama mtu anasema maneno, ndo maombi yenyewe. Bwana wetu uliye mbinguni, siji nini, ndo mazungumzo. Hakuna harakati kama Waislamu wanavyofanya. Lakini sisi sala zetu kuna harakati, kuna movement. Unasimama, unarukuu, unasujudu. Sasa unaonaje mwanamke ndo atusalishe? Na hakika ingekuwa mwanamke ndo imamu anaweza kusalisha, watu wengine wangekuja wanasali tu kwa sababu ya imamu. Bwana tukasali msikiti ule, kuna imamu wa kike mmoja, msikiti ule mimi naupenda kwa sababu ya imamu wake tu. Hafurahi mtu kwamba labda qiraa chake, wengine watakuwa wanasubiri mpaka imamu amone anasujudu, amtizame tu kule nyuma vile alivyo. Sasa hili ndilo linaloepushwa. Lakini umma leo unataka kuturudisha kule katika fitna. Sasa huyu mwanamke katokeza katika wiki iliyopita, anasema hakuna katika Uislamu kipengele ambacho kinamwambia mwanamke asiwe imamu. Kwa hiyo sasa tunataka kuanzisha na tulete mabadiliko kwamba mwanamke naye aonekane ndani ya Uislamu anacheza dauri kubwa. Akawakusanya watu, akanadi kwamba Ijumaa tutasali salatul Jumua na mwanamke ndo atakayekuwa khatiba na yeye ndo atasalisha. Na kweli wakasema tutasali sehemu fulani, lakini Waislamu walikuwa na hamaki juu ya kitendo hiki, kwa sababu hii ni bid'a, ni kitendo ambacho ndo mwanzo kufanyika bid'a, uzushi mkubwa, haijawahi kutokea. Wakatoa vitisho kwa mwenye holi ambaye katoa kwamba holi hii saliwe salatul Jumaa. Mwenye holi akakataa kuwapa wale Waislamu wanaotaka kusali katika holi yake. Wakaomba katika moja katika makanisa, wakasali sala ya Ijumaa huko kanisani, wakapewa idhni, wakenda wakaeka mashairi ya salatul Jumaa ndani ya kanisa. Akasimama muadhini wa kike akaadhini. Baada ya kuadhini, khatibu wa kike akapanda mimbar na akatoa hutuba yake. Baadaye sala ikakimiwa, yeye akatakadam mbele akaanza kusalisha. Nyuma yake kuna watu, wanaume na wanawake, mchanganyiko manake. Mwanamke hapa, mwanamume hapa, na wanawake walikuwa wanamfuata nywele wazi, wengine wamevaa nguo za kiume wanasali. Hatujaona dini inachezewa kama tulivyoona wiki iliyopita. Kwa nini watu wanataka kuitia matope dini ya Uislamu? Kwa nini hatushikamani na yale mafundisho? Sasa tunamuona bwana mtume ilikuwa ni raj'iyun, labda mtu asiyefahamu, anatokea mtu mwingine anataka kuonesha kwamba kuna watu walikosea sana, yeye ndo ana akili zaidi ya kutaka kusahihisha yale mambo ambayo watu walikuwa wameyafanya. Fikiria tu logic ya mambo, kiakili tu. Tunasalisha na mwanamke mbele yetu, sisi wanaume sote tunamkodolea macho, tunampizama yeye, anarukuu, anasujudu, anasoma. Wakati Mtume SAW hakukataza wanawake wende msikitini, lakini anasema la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Hadithi ya Mtume, msiwakataze waja wa Mwenyezi Mungu wa kike kwenda misikitini. Wa buyutuhunna khairun min masajidi,
buyutuhunna khairun min almasajid, kusali majumbani kwao wanawake ni bora kuliko kuja kusali msikitini. Bwana Mtume kaifanya sala ya mwanamke msikitini sio bora kama vile atakavyosali wapi? Nyumbani kwake. Na sala ya mwanaume nyumbani kwake si bora kama vile atakavyokuja kusali msikitini, kwa sababu ya kukwepa tu zile fitna ambazo kwamba zinaweza kutokea. Mwanamke ameambiwa asitoke mutaatira, na alikataza Bwana Mtume mwanamke asihudhurie kusali salatul jamaa katika msikiti iwapo kajipaka manukato, kwa sababu ya kuogopea tu fitna. Mwanamke hajajipaka manukato ni mtihani. Sikwambie akijipaka, akijipamba na zikionyesha sehemu zake za mwili, leo huyo awe imamu? Sasa haya yote Bwana Mtume aliyaona na Uislamu unayajua, na umeyaacha upande mwingine kwa ajili ya kuwapa kitu kinachokwenda na fitra, yani maumbile ya maisha yao Waislamu. Sasa anapotokea mtu akaikhalifu nidhamu hii aliyoiweka Bwana Mtume Muhammad, anafanya makosa makubwa na analeta uzushi. Na Bwana Mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote mwenye kuzua katika jambo letu hili, ndani ya dini yetu hii, akazua mambo ambayo hayamo, basi atarudishiwa mwenyewe. Na wao wanasema sisi tumeanzisha hivi ili watu wengine wapate kuiga. Wanatutaka sisi huku Mlandege tuseme jamaa sasa hivi tunabadilisha, wiki hii anakuwa imamu wa kike, wiki ijayo wa kiume, tuwashirikishe wanawake eti tuwaige. Na wanaona ni jambo zuri. Lakini Mtume anasema, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaum alqiyama. Mwenye kuanzisha ndani ya Uislamu akaanzisha mwendo mzuri, basi watakaoiga yule aloanzisha atakuwa anapata thawabu zake na thawabu za wale ambao wataiga mwendo wake. Ukianzisha jambo linatakikana liwe jambo zuri. Likiwa jambo baya, je, Mtume anasema wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Mwenye kuanzisha katika Uislamu jambo baya, mwendo mbaya, sunna mbaya, basi atapata madhambi yake na madhambi ya wale watakaoiga mwendo ule mpaka siku ya Kiyama, kwa sababu jambo lile kalianzisha yeye. Sasa mtu anaanzisha mambo ya kiajabu ajabu bila kufikiria maneno ya Bwana Mtume Muhammad, na kote huku ni kuchezea dini. Hatuoni dini nyingine kuchezewa, watu wanatajara. Na Uislamu leo wanataka watu kufanya Uislamu wa kileo, modern Islam, Uislamu wa kisasa, eti kuna modern Islam, kiasi kwamba wanapita katika university za Kiislamu, katika dola za Kiislamu, wanawaambia mkitaka kufanikiwa fikra hizi muziondoe kwa kuwa zimepitwa na wakati. Lakini fikra hizi ndo ziko update, na hizi ndizo mzisomeshe. Ukienda sasa katika nchi kama Pakistan, Saudi Arabia, Misri, nchi hizi zimeshaingiliwa na fikra kama hizi. Katika vyuo vyao vikuu, manahiji wanaletewa sasa hivi syllabus wazibadilishe, wende na wakati. Aya zinazozungumzia habari ya vita zifutwe, wasisomeshwe watu, waelezwe tu habari ya kusali, habari ya kufunga. Uislamu wanautaka kama wanavyotaka wao, sio kama anavyoutaka Mtume. Lengo ni moja tu, usitafute lengo ni moja tu, lengo ni kuzima nuru ya Uislamu. Hilo ndo lengo la pekee. Usione haya mambo yote yanazuka, bid'a hizi zinazuka zote, lengo ni kuzima nuru ya Uislamu. Sasa je, wataiweza kuizima nuru ya Uislamu? yuriduna liyusfi'u nura Allahi biafwahihim
wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha almushrikun. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwa sababu Mungu anapoleta jambo kalizunguka lile jambo juu chini, chini juu, ndani nje, nje ndani. Anajua nini kitaendelea na nini kitamsibu bwana mtume ndani ya dini yake. Alijua Mwenyezi Mungu kwamba kuna watu watajaribu kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu. Na nuru ya Mwenyezi Mungu hapa ni Uislamu, si lingine. Nuru ya Mwenyezi Mungu ni dini. Kamba ya Mwenyezi Mungu ikitajwa ukisikia wa'tasimu bihablillah, Mungu hana kamba ya katani, kamba yake ni dini. Na nuru yake ni dini. Kwa hiyo Uislamu sio chombo cha mtu maalum wala dola maalum. Uislamu ni nuru, na sio nuru ya jua au ya mwezi. Mustashrikina ambao wanataka kubadilisha ulimwengu mzima ubakie katika Ukristo au Yahudi, tunawaambia aya hii waisome vizuri sana wapate kuona challenge anayowapa Mwenyezi Mungu. Usiwe ni mwenye kulala Muislamu. Jua kwamba watu wanakwenda mbio kwa ajili ya kukubadilisha wewe na kijazi chako na kilichokuwa chako kitoke katika Uislamu. Tena wanakwenda kwa plani iliyokuwa imepangwa vizuri sana, bila mwenyewe kujua. Wanakutoa kidogo kidogo tu, wanakuletea vitu ambavyo ukivitizama utaona wewe huwezi kufaulu bila vitu hivyo. Wakutoi kidogo kidogo tu katika dini yako. Ulimwengu mzima leo umekodolea macho ulimwengu wa Kiislamu. Vipi utaubadilisha ulimwengu huu kwenda katika Ukristo au Nasara? Na wanaambizana. Mwingine alizungumza akamwambia, nipeni miaka 2 niende katika ulimwengu wa Kiislamu, Asia, North ya Afrika. Mtaubadilisha ulimwengu wa Kiislamu wote uingie katika ulimwengu wa Kinasara. Lakini mnipe support kubwa. Na wanapeana support. Financially support. Mali nyingi sana zinatolewa kwa ajili ya tansiri muslimin, kuwabatiza Waislamu na kuwabadilisha Waislamu dini yao ile waitoke wenyewe bila kujijua. Huyu bwana kazunguka kila ulimwengu anaojua yeye kama kuna Waislamu, lakini mwisho aliona ni kazi kubwa kuwatoa Waislamu kutoka katika Uislamu wao. Akaulizwa, umefikia wapi? Akasema, jamaa, kuwatoa Waislamu kutoka katika Uislamu ni kazi kubwa, lakini iko kazi moja ndogo sana. Ij'alul muslimina mutamaslimin, tuwafanye Waislamu ni Waislamu kwa majina tu, hapo tutafanikiwa. Eti kumtoa Muislamu tuseme tumtoe kutoka katika jina la Muhammad akaitwe John au Joseph, na Maryam tumtoe akaitwe Elizabeth au nani, ni ngumu sana. Kwa hiyo kitu cha pekee kilichokuwa rahisi, naj'alul muslimina mutamaslimin, tuwafanye Waislamu ni Waislamu kwa majina tu. Waacheni huko kwa majina yao makubwa makubwa ya Kiislamu, majina ya mitume wao, lakini Uislamu wao utabakia wa majina tu. Naj'aluhum muslimin yantasibuna bishahadati almilad walwafa, basi tu katika birth certificate zao na death certificate zao Uislamu utakuwa umebakia humo tu, lakini tunawatoa zile itikadi zao zote zitakuwa sio za Kiislamu. Hapo tunaweza kufaulu, na hapa wamefaulu kweli, kwa sababu Uislamu leo, ulimwengu wa Kiislamu umejaa mamilioni ya Waislamu, na hawa wanaofanya visa kama hivi ni Waislamu wanaompiga vita bwana mtume na dini yake. Utasikia wanaitwa kwa majina ya Kiislamu, na aliosalisha sala ya Ijumaa jina lake anaitwa Amina, jina kubwa, jina la mamake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waislamu. Na yule alioadhini anasema babake alikuwa muadhini kule Misri, na kaadhini kavaa jinsi, nywele wazi wazi, anatoa adhan. Waislamu. Sasa anasema tukiwatoa Waislamu kutoka katika Uislamu tuwabadilishe na majina, hiyo ni ngumu sana. Na kweli ngumu. Akija Mkristo nyumbani kwako akwambia bwana nataka kukuombea, utamfukuza. Utamfukuza. Bwana tumekuja kukuombea na Biblia, na utakuwa mkali na unaweza kuua Muislamu wewe. Lakini je, tukikuchunguza vizuri Uislamu wako kweli? Ukiangalia vizuri utaona huyo huyo kusali kwanza hasali. Lakini Mkristo kaja kamtoa mbio na panga kwa kuwa hataki kubadilishwa nini? Dini yake. Qur'ani haijui, hata alifu hajui kusoma, huyo huyo. Kwa hiyo Uislamu wake umebakia ni lile jina tu. Na ukimuuliza vipi bwana? Na unaweza kumuona yeye yuko mstari wa mbele anashindana kweli kweli na Waislamu na Wakristo na Manasara. Anawapa hoja kwamba dini yake yeye ndio dini ya kweli, lakini kweli ukimtizama sala hamna, saumu hamna, lakini anapingana na Wakristo kwamba dini yake yeye ndio dini ya kweli. Sasa kawekwa tu Uislamu wake umebakia Uislamu wa jina tu. Katika birth certificate yake ndio fulani ibn fulani basi. Kwa hiyo ujanja wa Wakristo wanasema naj'alul muslimina mutamaslimin yantasibuna ila islamihim intisaban ala shahadati miladihim wa wafatihim. Uislamu wao bakie tu katika majina ya madaftari, death certificate na birth certificate. Bas. Hapa tunawaambia wametupata. Ukiuliza Waislamu ni wangapi? Mamilioni ya Waislamu ulimwenguni. Lakini kweli Uislamu upo katika nyoyo zetu? Kweli Uislamu unatuuma? Kweli Uislamu tuna ghera nao? Kweli tunaathirika na Muislamu aliyekuwa Asia, na Muasia anaathirika na Muislamu aliyekuwa Afrika, na Afrika anaathirika na Muislamu aliyekuwa Marekani? Ngakuta kila mmoja Uislamu wake nyumbani kwake tu, ashibe yeye na watoto wake, basi amemalizika. Kwa maana hiyo Mtume anasema man lam yahtam bi amri almuslimin falaysa minhu, yeyote ambaye hatojihusisha na kujishirikisha na mambo ya Waislamu wengine, basi asijihesabu kama yeye yumo miongoni mwao. Uislamu wetu ndo ulivyo sasa hivi. Kwa hiyo huyu alifaulu, na kweli wakaa kila mahali na kwenda wanapenya, wanapeleka taalimu zao za kuwatoa Waislamu kimajina tu wabakie ni Waislamu. Katika nchi nyingi sasa hivi wapo, na hasa wao wanatafuta zile nchi ambazo zimegubikwa na wimbi la umaskini na zina Waislamu wengi. Hapa wanaingia wanawapata. Mfano kama Sudan. Sasa hivi ukisikia habari ya Darfur, watu wengi wanakufa njaa, basi utaona hayatu zile NGO za kusaidia watu za Kikristo zinakimbia kule kuwakimbilia wale watu. Na pengine wameandika kabisa tunawasaidia wale ambao wanamuamini Jesus peke yake. Na wengine wasiseme maneno hayo, wakawa hawatofautishi, wanamsaidia Muislamu na asiokuwa Muislamu, lakini wana malengo yao ndani yake. Juzi katika habari ya tsunami huko Sri Lanka na Indonesia, wanazungumza maripota, wanasema NGOs nyingi zilizokuwepo katika kuwasaidia watu, basi za Kiislamu zilikuwa hazionekani. Kwanza NGO za Kiislamu zimepata pigo kubwa sana ya kuzimwa kila mahali, kwa sababu zinaambiwa ni NGO za kijambazi, zinasaidia magaidi, wapa watu pesa kwa ajili ya kuua watu. Kwa hiyo hata Afrika kulikuwa na pesa nyingi zinakuja kwa ajili ya walimu wa madrasa, masajid, madaris, lakini zote zimekufa kwa sababu zile mali zilikuwa zikija kwa ajili ya kuendeshea hazipatikani tena. Na wenyewe wanafurahia. Wanasema sasa hivi ile mifereji yao yote ilikuwa ikitoa maji tumeikata. Hakuna kitu kama hicho.
Sasa zile NGO zilizobakia za Kikristo na Kinasara zinakimbilia katika sehemu zilizokuwa na aubia, na Waislamu wako wengi pale. Utakuta wanawapa sasa, mtu amekaa na njaa siku 3, akiambiwa muamini Yesu ndo Mungu wako, tutakupa tonge hili, si atakubali? Anakufa na njaa. Watu wanatoka katika Uislamu kwa biskuti tu. North ya Afrika wanaingia. Kule Kenya kulikuwa katika sehemu moja, nakumbuka alikuja Mkuwait mmoja kufanya research, Muislamu huyu. Akawa anatembea katika sehemu nyingi sana. Basi kaona mambo mengi sana, kaandika katika kitabu chake, kakiita Rihlatu Khairin fi Qarati Afrika. Yani msafara wa kheri ndani ya bara la Afrika. Alikuwa anatembelea mambo ya da'wa. Basi anasema kila anapofika anaona kanisa, ndani ya kanisa wamejaa Waislamu humo, wanasaidiwa, na wanasema hao Waislamu wenzetu kwani wako wapi? Hatuwaoni. Kwa hiyo sisi na hawa hasa ndio walikuwa na dini ya kweli kuliko Waislamu wengine. Wakati huo Waislamu pesa zao wanafanya harusi ya paka wa kike na paka wa kiume. Wakati huo inanunuliwa sahani moja ya biriani kwa milioni 2 mpaka 5. Waislamu wengine wanauliza hawa Waislamu wenzetu wako wapi, mbona hatuwaoni? Wanakuja hawa Wakristo kutusaidia. Na balaa yoyote itakapotokea, wao ndio wa mwanzo kufika pale. Kwa hiyo ndani yake kuna ubinadamu, lakini ubinadamu ndani yake una malengo yao. Wanataka malengo yao nayo yawe. Bas. Sasa lengo ni kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Mwenyezi Mungu asema yuriduna, hao wanaofanya shughuli hizi lengo lao wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa midomo yao. Wanafikiri Uislamu ni kama kibatali, ukivivia kwa pumzi zako za mdomo unazima. Sasa wanaofuatilia Uislamu hivyo wanataka kuuzima Uislamu, lakini biafwahi. Atahadda ahadahum law atfa nura ash-shamsi bifi. Mtu mmoja kati yao kama ataweza kuzima nuru ya jua, midomo ya makafiri wa ulimwengu mzima ikusanyike iseme tunauzima huu mwangaza wa mwezi au mwangaza wa jua, hataweza. Sasa Uislamu sio nuru ya jua wala sio nuru ya mwezi. Uislamu ni nini? Nurullah, nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataweza kuizima nuru ya Mungu? Mungu anasema wallahu mutimmu nurihi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza nuru yake. Hakusema wallahu atamma nurahu. Hakusema Mungu alitimiza nuru yake. Kazungumza bifi'li yufidu listimrar. Wallahu mutimmu nuru, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza, yani wakati wowote, sio wakati uliopita tu au utakaokuja tu. Yani wakati wowote ambao Mwenyezi Mungu dini yake itakuwepo katika ulimwengu, basi ataitimiza tu. Hakuna wakati maalum. Hayo kwamba sasa hivi tumezidiwa, mambo ndio yamemalizika. La, wallahu mutimmu nurihi, Mungu ni mwenye kuitimiza nuru yake. Tena lazim nasema wala ukariha al-kafirun, hata kama watachukizwa makafiri. Hata wakichukia, na wapo makafiri wanachukia leo. Naangalia kila vitendo wanavyovifanya ndio inakuwa sababu ya watu wengi kusoma vizuri Uislamu na kutizama huu Uislamu kwani vipi. Kila matukio yanapotokea, badala ya Waislamu kupungua ndio wanazidi.
Sasa na waitizame namba ya Waislamu inapungua au inazidi. Na hikma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Mwenyezi Mungu anafanya mambo yake kwa hikma kubwa, na huenda ikawa kheri iko katika shari. Katika haya mambo yanayotuumiza sisi Waislamu vichwa, huenda Mwenyezi Mungu haya kayafanya kwa maksudi, anataka mambo yake yawe. Isome historia utapata kuona mambo kama haya. Mtume kenda zake Maka, anataka kuingia, anazuiwa. Waislamu wote walikasirika, itakuwaje mtume wetu kazuiwa kuingia Maka? Nyumba ya kwanza, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibaka. Leo tunazuiwa na mtume wetu anakubali, na tunarudi zetu Madina. Inakuwaje? Waislamu wote wana hasira, lakini Mwenyezi Mungu anafanya mambo kwa hikma yake. Mungu afuatilii manake akili za watu, mwenyewe anajua anafanya nini. Asa haya mawimbi haya yanaupiga Uislamu katika dunia, msishangae mkaona kwamba Mwenyezi Mungu haya anayafanya maksudi kupata kuileta dini yake juu. Na hivi ndivyo anavyosema, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Huwa alladhi, yeye Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba arsala rasulahu, amempeleka mjumbe wake, yani nani? Muhammad, bilhuda, tena amempa na uongofu wa kuongoza watu. Mtume hakuja na upotofu wanao watu leo ambao hawataki kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumeambiwa tuutizame uongofu wa Mtume, tuuchukue. Tuzitizame sunna za Mtume, tuzitumie, kwa sababu tukimfuata Mtume ndipo tutakapoongoka. Tukimkhalifu Mtume tukawasikiliza watu wengine tukadai hawa watu hili ndio super power hawa, tuwafuate wao, tutaharibikiwa. Tunaambiwaje na Mtume? Mtume anasema la takunu immaa, msiwe kama vipofu. Taquluna in ahsana an-nasu ahsanna wa in asa'u asana. Msiseme kwamba sisi tunatizama watu wanavyofanya, wakifanya vizuri watu na sisi tutafanya vizuri, wakifanya vibaya na sisi tutafanya vibaya. Umma wa Muhammad umekatazwa kufanya vitu kama hivi, lakini anasema in ahsana an-nas ahsan fa ahsinu wa in asa'u fajtanibu isa'atahu. Wakifanya watu vizuri na nyinyi fanyeni vizuri, wakifanya vibaya angalieni ubaya muuepuke. Hivi ndivyo anavyotutaka Mtume. Kwa hiyo Mungu haya mambo anayafanya kwa nini? Liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Anataka kuiweka juu dini ya Uislamu, ishinde dini zote zilizokuwepo katika ulimwenguni. Lengo lake anataka Uislamu uje juu, uzishinde dini nyingine zilizokuwepo, ndo lengo lake. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Mwanzo anasema hii dini Mungu ataitimiza tu hata wakichukia makafiri. Kisha anasema hii dini ndio itakayekuwa juu hata wakichukia wapi? Mushrikina. Na mushriki na kafir ni watu wawili ndugu. Kafir ni mtu asiyokuwa haamini maneno ya Mungu, na mushriki vile vile ni mtu anemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hawa wote wanachukizwa na Uislamu kuenea katika miji yetu. Sasa hapa kuna kazi nyingine Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema mimi nipo, lakini na nyie Waislamu wenyewe mupo. Uislamu ni nyumba yenu. Je, unaridhika wewe mtu kuja kuvunja nyumba yako? Uislamu tujiulize vizuri, nani yuko tayari nyumba yake inavunjwa na tizama? Wewe umekaa miaka mingapi unatafuta hela za kuwajengea wanao kijumba cha kulala? Leo atoke mtu tu aivunje nyumba bila sababu yote, wewe unamtizama tu, utakubali? Sasa kwa nini Uislamu unavunjwa wewe unatizama?
unakubali Uislamu uvunjwe. Sasa kama mtu ana imani ya kweli, Muislamu anatangaziwa biashara sasa katika Qur'an. Television na radio zinapotangaza biashara, basi wale matajiri uone wanapigiana simu, bwana nimesikia kuna tenda fulani, biashara fulani, hebu tujaribu bahati yetu katika biashara hiyo. Kila mmoja anampigia mwenza, hujasikia habari fulani fulani, biashara inatangazwa, pengine hapo ndani tutafanikiwa, tukate waya, na kila mmoja atakuwa anatafuta japo kwa kukopa aifanikishe biashara yake, kwa kuwa biashara imetangazwa. Sasa Uislamu nao unatangaza biashara, na mtangazaji wa biashara sio television wala radio, anatangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Hiyo si biashara Waislamu, ni biashara, na mtangazaji wa biashara hiyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lialla yabqa almuslim maktufa alyadain, ili Muislamu asibakie mikono tu hivi. Azia Mungu yupo, dini yake inachezea, azia Mungu yupo, dini inaharibiwa, anasema Mungu yupo. Mungu yupo, tunajua Mungu yupo kila siku, lakini ma dauruka anta, wewe dauri yako nini? Kati yako nini? Unafanya nini kama Muislamu katika ulimwengu? Nini unachokifanya katika Uislamu? Umechangia nini wewe katika Uislamu wako? Angalau ukiweka uso wako chini au kichwa chako kwenye mto mzuri unalala, useme leo alhamdulillah nimeinusuru dini yangu kwa njia kadha. Leo alhamdulillah huu mguu unaniuma kwa kwenda mbio kuinusuru dini yangu. Leo alhamdulillah hili jeraha hili ni kwa ajili ya Uislamu wangu. Sisi tunalala Abu Khairi, umechoka? Umechoka bwana. Shughuli zetu tunajua tena huko. Tunahangaika. Nahangaikia vitoto vyangu, nahangaikia familia yangu. Machofu yetu yote tunaoyapata kwa ajili ya life zetu, sio kwa ajili ya dini yetu. Ngalau fulani bwana akachoka kwa sababu ya kuitetea dini ya Muhammad. Hamna. Na kovu hii unaiona hapa ni wakati tulipokuwa tuko mstari wa mbele kuinusuru dini alipotukanwa Mtume Muhammad. Yaani vitu kama hivyo. Utaona mtu anakuonyesha, unaona hapa uchaguzi wa mwaka 2005 hapa. Sasa wewe umechangia nini katika Uislamu? Na kila kitu kitakwenda kuzungumza katika mbele ya haki. Mwenyezi Mungu Mtume anasema lan tazula qadama abidin yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'ati umurin. Mtu ataulizwa umri wake wote, aliishi vipi, alitetea vipi dini yake, alikuwa anaishi vipi katika dini. Haiwi kwamba dini ndio dini basi iachiwe tu hivi. Kana Abu Talib alipopata salamu kutoka kwa Abraha, anaambia ya Aba Talib, ya Abdul Muttalib. Alikuwa Abdul Muttalib babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qadimun lihadmi al-Kaaba. Abdul Muttalib, sisi tunakuja, lengo letu tunakuja kuivunja al-Kaaba. Abdul Muttalib akawaambia watu wa Maka, Abraha ni mfalme wa Habasha na Yemen yote ile, kaazimia kuja kuivunja al-Kaaba kwa sababu katika nyumba yao ya ibada iliyokuwa kule kuna mmoja aliyotoka huko katika itia kinyesi, kwa hiyo anakuja kurevenge, na revenge yake anaivunja al-Kaaba. Kwa hiyo jiandaeni. Kachukua ngamia wote wa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib akamwambia amma al-ibilu fahiya li wa amma al-baytu falahu rabbun sayahmi. Ngamia wangu nirudishie. Hao ngamia ni wangu, lakini hii nyumba unayotaka kuivunja sio yangu. Hii nyumba inaye bosi wake ambaye ni Mungu. Hasa kama huyo Mungu ataiacha hiyo nyumba ivunjwe, sasa atajua mwenyewe ile nyumba yake. Mimi nipe ngamia wangu niondoke. Hakuna Muislamu mmoja wakati huo katika nchi ya Maka, sababu ni mwaka ambao Mtume ndo anazaliwa, Amul Fil. Kwa hiyo Abraha akaingia kwa kuchekelea,
juu ya ndovu. Anampeleka ndovu wake sasa amwambie vunja Al-Kaaba hiyo. Ndovu akapiga magoti akakaa chini. Ndovu alipigwa mikwaju, akapigwa mikwaju tena, lakini hakuthubutu kunyanyua mguu kwenda kuivunja Al-Kaaba. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuma jeshi kwa ajili ya kuja kuinusuru Al-Kaaba. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Mata kana hadha fi 'am al-fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فكيف كانت النتيجة فجعلهم كعصف مأكول. kazi ya Mungu iliyotumia ndege wakawa wanaponda ponda kwa mawe kutoka katika moto wa Jahannam. Lakini hapa ilikuwa hakuna muwahhidun wahid fi Makkah. Hakuna mtu anasema la ilaha illa Allah katika nchi ya Makkah. Kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe alichukua nafasi ya kuitetea dini yake kwa kuwa msimamishi wa neno la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, mtume hajazaliwa bado. Sasa leo Uislamu umejaa Waislamu ulimwengu mzima. Akitokea mtu anataka kuivunja Al-Kaaba, Mwenyezi Mungu ataacha tu. Haleti ndege waje wavunji. Kwanza nataka kuona reaction ya Waislamu itakuwaje. Ikitokea dini kuchezewa tu, huoni ndege anaruka na watu wana vijiwe kutoka Jahannam, sababu wenye dini wenyewe wenye nyumba wapo. Na Mwenyezi Mungu kaumba uhai kwa sababu ya mtihani. Anasema liyabluwakum, anataka kukupeni mtihani. Kwa nini mnakaa mikono hivi hivi wakati dini yenu inachezewa? Ndio Mungu anataka kutizama. Je, mnampenda Mungu au unafiki tu na Uislamu wa majina? Anataka kuona je, moyo wako angalau unaweza kutikisika kwa kuwa mtume katukanwa au dini imetukanwa au imechezewa? Na mtume kaeka vipimo vya dini. Idha maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kama mtu ataona ubaya anaweza kuondoa, basi auondoe, tena kwa kutumia mkono wake. Faman lam yastati, kama hakuweza kuondoa ubaya kwa mkono wake, falyughayyirhu bilisani, atumie mdomo wake. Faman lam yastati, kama hawezi kutumia mdomo kwa ajili ya kuondoa ubaya, basi fabiqalbi, atumie kwa kuondoa kwa kuchukia. Moyo wake tu chukizwe na kitendo kile. Sasa leo sio kwa mguu wala mkono wala ulimi wala chochote, hata nyoyo hazitikisiki kwa ajili ya mabaya yanayotokea. Tena mtume aliposema falyughayyirhu biqalbi, basi mtu aondoshe kwa kuchukia. Fabiqalbi, atumie moyo wake kwa kuchukia kile kitu. Sikuweza kuondoa kwa mkono wala sikuweza kusema ninaogopa. Moyo pia haukuweza kutikisika. Mtume anasema huyo ambaye atachukia kwa moyo, adhaful iman, ni mtu alikuwa na dhaifu imani yake. Yani kama mtu hakuweza kuondoa ubaya kwa mkono, kwa ulimi, kaweza kuchukia tu, huyo imani yake ni dhaifu. Ina maana sisi tunaridhika na hiyo imani dhaifu. Na laitani ingekuwepo hiyo imani dhaifu. Kwa sababu mabaya yanafanywa, lakini ndani ya moyo mtu kuchukia hachukii. Na pengine tunaweza kufurahia. Na tunafurahia, kwani wangapi Waislamu wanateseka ukaona kundi la Waislamu wengine wanafurahia? Mara ngapi? Mara ngapi Muislamu anafurahia mabaya kumpata Muislamu mwenzake? Sasa sisi tuondoe ule ubaya ndio tunaofurahia, na tunaombeana mabaya. Tunaombeana mabaya yale yapate kuzidi, yazidi tena na tena. Ndio maana mtume akasema antum yawma idhin kathirun, Waislamu wakati huo mtakuwa wengi sana, wengi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i as-sayl, lakini mtakuwa wengi wenu kama mfano wa povu la bahari. Wala yusallitanna Allahu alaykumul wahana, na Mungu atakuwekeni unyonge juu ya vichwa vyenu. Karahiyatul maut, kuyachukia mauti.
na mtasahau kila kitu, mtapenda ulimwengu, hubu dunia. Hivi vitu vitaondosha haiba ya Muislamu kuitetea dini yake. Sasa Allah anatangaza biashara Waislamu. Anayetaka kupata faida katika biashara hii atanabba. Na ulama ulbalagha wanasema ukiona hal inatumiwa ujue haikutumiwa kwa sababu ya istifham. Hal katika ilmu ya lugha, katika nahwu, ni adatul istifham. Ukisema hal manake je, hantasmani, je unataka kunisikia? Unamwambia mtu, manake unamuuliza, unataka kujua. Hal tadhhabu, je unakwenda, unataka kujua. Hal qara'ta alkitab, je umesoma kitabu? Hujui, ulikuwa unataka kujua. Sasa je Mungu hajui? Kaitumia hii hal kwa maana nyingine kabisa. Mungu anajua kila kitu. Sasa kaileta hii hal ambayo imetoka katika maana yake asli ambayo ni istifham, sasa imekuja kwa maana ya tashwiq. Ilmu albalagha inasema hal huna litashwiq. Hal imekuja hapa ya kutaka kumpa mtu hamu ya kutaka kuelezwa haya mambo, ndio hali imetumika. Sasa Mwenyezi Mungu kakitumia kipengele hiki kutaka kukupa wewe msikilizaji na msomaji wa Qur'ani hamu ya haya atakayoyatangaza katika biashara. Unajua ukimwambia mtu umesikia habari za leo, ulimwengu mzima umepata habari zile, lakini hii hali hii ni tashwiq. Unataka kumvuta au attention kwa ajili ya kukusikiliza, unataka kusemaje. Sasa ile tanapu Mwenyezi Mungu anataka kutupa sisi attention, tupate kuweka masikio na nyoyo wazi. Biashara gani inatangazwa? Kwani kama akija mtu akikwambia bwana mimi nataka kufanya biashara na wewe, utashtuka, biashara gani? Na kwanza lazima moyo utakwenda mbio. Bwana nataka tufungue duka la nguo au duka la chakula au duka la kadha. Mara moja unapata tashwiq, unafurahia. Sasa Mungu biashara anaitangaza, la yajidu adhanan saghiyan wala quluban wa. Hiyo biashara inayotangaza Mungu wala haipati masikio ya kusikiliza, wala nyoyo wala hazishtuki, kwa sababu hakuna haja. Biashara Mungu unafanya biashara gani? Mungu atatupa biashara gani sisi? Sisi sasa hivi tukiambiwa na nchi zilizoendelea, mathalan nchi fulani inataka kufanya biashara na nchi fulani, hapo tutafurahia kwa sababu tunaona wale tutapata pesa. Au bwana fulani tajiri anataka kufanya biashara na fulani, pale kutakuwa na furaha. Lakini Mungu anataka kufanya biashara na sisi, hakuna athari yoyote. Tazama nyoyo zetu ambavyo zilikufa, zinataka uhai mpya kabisa. Mpaka zikisomwa aya hizi moyo uamke, usikilize biashara hii inatangazwa vipi, Mungu anatangaza biashara gani? Uislamu hii sio biashara makontena, wala sio biashara chochote. Isikilize wala upati hasara ndani yake. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا سيما نكujulisheni biashara yenyewe ambayo naitangaza kati yangu mimi na nyie. Hiyo biashara itakuokoeni na moto mkali wa siku ya kiyama. Pamoja na kwamba biashara ni halali, kwa sababu Qur'ani inasema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Na Mwenyezi Mungu amehalalisha kuuza na kununua biashara, maadamu ni biashara ya halali, ni halali. Pamoja na hayo yote, lakini pengine biashara itampeleka mtu motoni, man yadri. Lakini biashara anayoitangaza Mwenyezi Mungu anasema tunjikum min adhabin alim, itakuokoeni na adhabu kali. Hii biashara yangu mimi itamuokoa mtu na adhabu kali ya motoni.
tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kumbe biashara yenyewe ni mujarradul iman, amini Mungu na mtume wake. Anahesabu sasa, hutoi chochote, ufungue moyo wako, umkubali Mungu na umkubali mtume. Ndio biashara yenyewe. Ukishamkubali Mungu na mtume, imani imeshapatikana katika moyo, salama ishapatikana. Naam, idha al-imanu daa fala amanu wala dunya liman lam yuhyi dina. Kama imani itapotea, basi amani pia itapotea. Mahala ambapo hakuna imani na amani hamna. Ukiona sehemu kwamba hakuna imani na amani pia itatoweka. Na imani ndio inayoleta kitu kinachoitwa amani. Kwa sababu imani italeta uadilifu. Imani italeta upendo. Imani italeta mapenzi na utulivu. Na hivi vitu vinahitajika kuwa katika nchi, katika nyumba, katika ofisi, katika skuli, katika madrasa, katika hospitali, katika gari, katika usafiri, katika kila kitu. Peace, love and unity. Yani amani, umoja na upendo. Hivi vitu lazima viwepo. Ndani ya nyumba ikikosekana peace, love and unity, nyumba inaporomoka. Ndani ya nchi itaporomoka. Ndani ya gari itapinduka. Ndani ya skuli itakufa. Hospitali itakuwa haina maana. Mtu badala ya kwenda hospitali akapoa ndo atakuwa anazidi maradhi. Mahala ambapo kwamba pa amani pa kukimbilia, itakuwa sasa yule peacemaker ndo yeye ndo mwenye kuvunja ile peace yenyewe na kuiharibu. Sasa leo umkimbilie nani? Yule ambaye analeta amani katika ulimwengu, yeye ndo anavunja amani. Lakini amani inaletwa na imani ya mtu. Idha al-imanu dha fala amanu wala dunya liman lam yuhyi dina waman radiya al-hayata bighayri dinin faqad ja'ala al-fanaa laha qalila. Ya Rabbi, biashara yako kumbe ni iman. Naam, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Baada iman ya Mungu na mtume, sasa jihad. Na jihadi inagawika katika sehemu nyingi. Jihadi iko jihadi inaitwa jihadu tablighi, jihadi ya kupeleka ujumbe. Kuna jihadi inaitwa jihadul qitali, jihadi ya kupigana vita. Kuna jihadi inaitwa jihadul mali, jihadi ya kutoa pesa. Kuna jihadi inaitwa jihadu ta'limi, hiyo ni jihadi ya ta'lim. Iko na jihadu siyasi, jihadi ya siasa. Tukitaja siasa watu wengine wanaanza kushtuka, na labda wengine wanataka kutasarab kutoka msikitini. Kimekuwa kilima kibaya, lakini siasa ni system ya maisha, watu waishi vipi vizuri bila ya migongano, bila ya kutukanana, bila ya kuvunja amani, bila ya watu kuishi vibaya ikawa huyu anamchukia huyu anamchukia huyu. Ndio siasa ilivyo. Ukisikia fulani ana siasa, maana yake fulani ana hikma, anaishi vizuri. Sasa hizi zote ni jihad. Sasa wewe uko katika jihadi gani? Na siasa yenyewe sio kama siasa tunayojua leo ulimwenguni. Siasa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha ya kupendana, kukaa vizuri, mdogo kumheshimu mkubwa na mkubwa kumhurumia mdogo, na dhaifu kupawa kilichokuwa cha haki yake, na alikuwa na nguvu kuwa ana control nguvu zake. Hivi ndivyo watu wanavyoishi. Lakini watu wamechukua zile tabia za kinyama nyama, ndio wamechukua wao. Leo madhambi, angalia vile simba anavokaa msituni. Simba kazi yake kule msituni kuonea vile vipaa vidogo vidogo, kuonea wale wanyama wengine, anamfukuza, anampiga kofi, anamchukua, anamla damu. Sasa wapo watu wamechukua tabia kama za simba leo. Kazi yake kumulika vile vipaa vidogo vidogo wenzake, vijitu anavyoona hivi vidhaifu, anavifukuza, anavikamata, anapiga kofi, ananyonya damu. Na kuna baadhi ya wanyama wao kazi yao kusubiri katika vichochoro. Anajificha kwenye mti, anasubiri atakachopita, kwa sababu yeye anahisi hana nguvu.
lakini anasubiri mahala fulani, anapokamata mfano katika koo yake anammaliza. Leo hakuna watu wanaosubiri vichochoroni usiku wa manane, unapita na kukamata hapa na kutolea kile kilichochukua chako. Tabia za kinyama nyama ndio watu wanazichukua wao wanaishi. Leo utakuta mnyama anamkimbia haraka mnyama mwingine anambaka. Leo vile vile wanadamu wanafanya vitu kama hivi. Kwa hiyo jihad iko aina nyingi. Jihad tablighi, watu watoke waelezane mambo, mafundisho ya dini, mtume anasema nini, tunakwenda nyumba hii mpaka nyumba hii, au mji huu mpaka mji mwingine, au msikiti huu mpaka msikiti. Hii ndio tablighi ya kupeleka. Na hapo ndani ya tablighi tunaambiwa tuwe aina ya makundi. Kuna aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Ima wewe kuwa mwanachuoni au mwenye kujifundisha au msikilizaji au mpenzi, usiwe watano. Maana wewe hujui wala hujifundishi wala usikilizi wala hupendi, utakuwa sasa uko wapi? Uko katika hasara kubwa. Sasa Mwenyezi Mungu asema watujahiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hili nililolitangaza mimi katika biashara hii ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua. Sasa tukishaifanya biashara hii kutatokea nini? Sasa sikiliza conclusion. Yaghfir lakum dhunubakum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Baada ya jihadi hii na biashara hii kukubalika, kuna mambo mengi mazuri yatupata. Yaghfir lakum dhunubakum, kwanza Mwenyezi Mungu atakufutieni madhambi yenu. Wa yudkhilkum jannatin, na atakuingizeni katika mabustani yake. Tajri min tahti al-anhar, inapita mbele yake mito. Wa masakin tayyibatan, na atakuingizeni katika makazi mazuri. Fi jannati, katika mabustani adni ya milele. Dhalika, biashara hiyo alfawzul azim, ndo kufuzu kukubwa. Na atakupeni kitu kingine kizuri mnachokipenda daiman. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib. Na atakupeni Mwenyezi Mungu kitu kingine mnachokipenda ambacho ni ushindi. Ushindi kutokamana na maadui wako. Utapata ushindi ukawa unashinda katika kila ambacho unahitaji kukifanya. Wa fathun qarib, na kutapatikana fathu ya karibuni. Wabashiril mu'minin, na wabashirieni mema watu waumini. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu watakaokamata jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah.